Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi, ikiwa nimeambatana na ujumbe wa kamati kwa ajili ya kuja kutoa salamu za pongezi za kuzaliwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa niaba yake tumekuja kuwazawadia mama ambao leo hii wamejifungua watoto wenye tarehe moja na Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tumefurahi sana kwa mapokezi makubwa sana ya uharaka ambayo tumepata kwenye hii hospitali, na wamekuwa tayari kupokea na kuendelea kushirikiana na sisi katika kuendeleza sekta ya afya. Mbeleni tuna diapers, kuna wipes, vile vifaa ambavyo mama anahitaji kumsafishia mtoto na mkoba wa kuendea kliniki. Asante sana. Najua mmetembelea huko ndani. Mmeonaje hali ya utoaji huduma? Kwa kweli hali ya utoaji huduma ni haraka na tumefurahishwa na uwepo wa vifaa na wafanyakazi wa hudumu. Hata wale wagonjwa wanaonekana katika hali ya kuridhika, sio hali ya kwamba wapo hospitali, lakini wanajua wapo katika mikono salama wakiwa wanaangaliwa kitaalamu na katika hali ambayo sisi wenyewe pia imetufurahisha kama kamati. Sekta ya afya kwa kweli imeandaliwa mipango mikuki kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo tumeanza kuitekeleza, lakini toka ambapo tumefungua hii awamu ni tayari tumeanza kuona mambo mengi makubwa yameanza kufanyiwa kazi, ikiwemo la kwanza la bima ya afya kwa taifa, ambapo kutakuwa na kipaumbele cha mahususi cha watoto na watu wa kaya ambazo hazitojiweza. Lakini pamoja na hayo ni jitihada kubwa sana ambayo Wizara ya Afya imeshapitisha kwenye ufunguaji wa kazi ya kuandaa viwanda vya kutengeneza dawa za nyumbani. Sasa haya ni mambo ambayo huko nyuma tulikuwa tukipata shida nayo sana, tunaagiza dawa nyingi kutoka nje, asilimia takriban 80-90, lakini sasa hivi tunategemea kwa kipindi kifupi sana tutazalisha hata asilimia 65 dawa zikiwepo nyumbani. Hii bima ya afya yenyewe pia inaambatana na mipango mikakati ya kuboresha huduma za afya, kuanzia upatikanaji wa wataalamu wa kisasa katika sekta zote, katika ngazi zote, kuanzia taifa hadi kwenye hospitali za wilaya na za TAMISEMI. Lakini pia tumeona mikakati ya kitafiti ambayo inakwenda kulenga kutoa huduma za afya za kisasa, mifumo ya kidijitali, pamoja na kumpatia huduma kila mwananchi wa Tanzania bila ya kujali kipato chake au uwezo wa fedha. Naitwa Dr. Sara Rudi, mwakilisha rais wetu katika kuwazawadia watoto waliozaliwa katika siku yake hii muhimu. Nasi tunasema asante kwa niaba yao, na tunatamani tena na tena siku hii iendelee kujirudia na kujirudia. Lakini kubwa zaidi, hawa watoto wanakutana na mazingira yaliyoboreka kutokana na juhudi zilizofanyika katika kipindi hiki cha awamu ya 6. Wanakutana na vipimo vya kila namna, lakini wanakutana na dawa ambayo ni asilimia karibu 100 katika vituo vyetu vya afya. Na hapa kwa mfano kwa upande wa hospitali yetu tumeboreshiwa majengo, lakini maslahi pia yameboreshwa. Hivyo watoto hawa wanakwenda kukua, wanakwenda kukutana na ahadi za Mama za Dr. Samia Suluhu Hassan zilikuwa zimetekelezeka. Lakini pia ujumbe huu umeambatana na kutunza mazingira, ambapo leo tunakwenda kupanda mazingira katika tunakwenda kupanda miti katika hospitali yetu. Miti hii maana yake ni nini? Miti hii ni ujumbe kwa hao watoto wanaozaliwa kwamba wanatakiwa waendeleze kutunza mazingira ili mazingira yenyewe yawatunze. Maana yake ni kwamba watoto hawa wanakwenda kuboreka kiafya ya mwili, lakini pia wanakwenda kuboreka katika afya ya kimazingira. Tunapenda sana kushukuru kamati. Asante.